kitu gani na kitu gani kilikuwa ni tatizo na kitu gani ambacho kimekuwa sio tatizo kwa maana kimepata nafuu? Kwa awali ya yote kwanza ilikuwa nilikosa nguvu. Nguvu nilikuwa sina. Alafu nilikuwa na hali ya kusahau. Naweza kuzungumza na wewe baada ya muda mfupi sikumbuki nimezungumza nini. Tatu, kuna hali ya kizunguzungu au kizunguzungu. Na mwisho kabisa inaniletea kufikia hatua nashindwa kuona. Yaani kizunguzungu kinakwenda na mapigo ya moyo na change. Ilifikia huko. Nikawa nashindwa, yaani nashindwa kuelewa ni shida nini. Mimi sijui nini maana ya pressure. Lakini siku hiyo nilikuja kuambia wenzangu kaniambia ni pressure. Sasa pressure ile nilihisi kwamba sasa ninaondoka. Ilinipata majira ya saa 8 nikiwa Zambia. Nimekuja kupata ufahamu saa 8 usiku. Baada ya kurudi huko moja nilikuja kwako. Toka nimeanza kutumia dawa hizi ile hali haikuwahi kunitokea tena. Na kikubwa tofauti yake niliyoanza kuiona kwa haraka, hata ngozi yangu ilikuwa haina nuru. Baada ya kutumia nikaona na ngozi inaanza kuwa na nuru. Na mwenyewe najijua afya yangu iko vipi katika kufanya kazi. Nguvu yani nilizokuwa nazo. Nilianza kuwa mwoga. Unajua binadamu wa kawaida wewe unajijua mwili wako uko vipi. Unapohisi nguvu hakuna, huwezi kukabiliana na mtu yote au chochote kinachokuwa kibaya. Unakuwa unajiweka nyuma. Na hususan kwenye nchi zetu. Lakini namshukuru Mungu. Sasa hivi ninapoongea na wewe naweza kusubutu. Si kwamba tena mtu atanitishia kwamba nini. Sababu afya ndio ujeuri. Unapokuwa na afya nzuri unaweza kutamka lolote kwa sababu ya ile afya yako. Hivi sasa hivi nasema niko vizuri. Na nimerudi tena huku. Uligunduaje kama ni positive? Hapo sasa elimu positive kwa maana kwamba kwa umeathirika. Nilikwenda hospitali. Hospitali gani? Ya Buza. Na ninao mpaka vitambulisho vyote. Ninapoashiria na mpaka dawa nilizokuwa natumia. Kila kitu ninacho ambacho kinahusiana na kule. Na hivi mpaka nimekuja hapa na ninatafuta kule naitwa. Lakini mimi ni mtu mzima, najua baya na zuri. Sina elimu sana, nina elimu ya ufahamu. Najua hiki ni kibaya, hiki ni kizuri. Na tofauti yake ni kwamba kweli na dawa zile zinatumia, lakini kuna kitu nakiona hakiko sawa. Kipi hakiko sawa? Ni chenyewe ni kwamba kuna hali yani ya mwili wangu kadri ninavyoendelea kutumia nahisi kuna tofauti kwenye mwili. Sasa tunapopata elimu na sasa hivi dunia imekuwa kijiji. Tunaona wenzetu inawatokea. Tunasikia marafigo imefeli, maraichi imefeli. Naona na mimi kwa dalili hizi naweza kuelekea huko. Sasa kwa nini nisiende sehemu sahihi ambayo tayari nimeshaamini hichi? Ndio nikaamua kuja. Okay. Kwa sababu hii ni afya yangu mimi na sio afya ya mtu mwingine. Kwa Tanzania, Kongo huko wana amani ya kutosha au ndio hali sio rafiki? Kiukweli hali sio rafiki. Tunafanya kazi kwa sababu ndio kazi zetu. Lakini hali ya Kongo sio rafiki. Uharamia umeongezeka kwa sababu jeshi lenyewe limeonekana dhaifu. Kwa hiyo kila mtu mwenye silaha anaweza kuamua tu kwamba sasa chochote nikafanye nini au nijipatie kipato. Kwa hiyo tunatembea katika misingi ya kumwomba Mungu lakini katika makundi. Madereva wa malori wanaongoza kwa kuwa na wake wengi. Wana wake wangapi? Mimi bwana sitaje kudanganya. Hiyo ni tabia ya mtu. Ni tabia ya mtu. Tabia ya mtu binafsi. Sio kazi fulani. Ni tabia ya mtu. Ni tabia ya mtu. Kwa sababu ukisema kwamba madereva malori ndio wanaongoza kwa mambo hayo, wale wanawake wanatoka wapi? Kwa sababu dereva malori mimi nikitoka hapa mathalan mimi Dar es Salaam Tunduma inatakiwa utembee siku 4 na kuendelea. Ila mimi kulingana na gari yangu nilionayo natembea siku 2. Yao kutoka hapa Dar es Salaam unapaki wapi? Dar es Salaam mimi nimechelewa sana ni Iringa. Iringa nikiamka na nisheli ya Tawakali.
Nikiamka pale nikiwasha ni moja kwa moja Tunduma. Tunduma kuna parking na paki na kwa sababu kampuni yangu inakwenda na wakati. Ina mizigo yake huku na mizigo yake kule. Sasa nikiwa pale taarifa kule tayari kwa sababu kuna sehemu na ripoti kila jioni. Nikifika na dokumenti nikiwakilisha inafanywa kazi. Sikai zaidi ya siku 2. Navuka kwenda upande wa pili. Hapa katikati tulipata changamoto ya foleni pale Tunduma. Tunashukuru viongozi wamejipanga na wametatua lile tatizo. Sasa hivi foleni ni ya kawaida. Unaweza kuingia na kuondoka. Sasa haya mambo wanazungumza, lakini ukifuata kiundani tabia ya mtu, kwani hata hao walioko mjini hawafanya haya mambo. Wanafanya. Kwa hiyo ruhusa mtu kuzungumza na kujisikia. Okay. Una mke? Mimi nina mke na nina watoto 3. Ikitokea umepona, kitu gani utajifunza? Ikitokea na mke ni mzima, sio mzima? Mke ni mzima. Mke ni mzima. Ikitokea mimi nimepona na naamini kwamba niko vizuri. Cha kwanza nitakachokifanya, nitapenda na wenzangu wanaonizunguka ambao ninawafahamu na wao wapone. Hicho ndio ninachokitaka mimi. Kwa sababu gani? Upendo nilio nao napenda tushare vitu vizuri kwa ndugu zetu. Sio nitoke kupona mimi alafu nikae kimya. Lengo kuweka wazi. Kila sehemu. Dawa ulitumia lini? Ulianza lini na ukamaliza lini? Ile takwimu nimeziandika. Kile nirudia tena kwamba kulingana na pilika za kushusha mizigo na nini kila kitu ninacho kwenye gari. Hapa nilichonacho mimi hapa ni karatasi au kadi ambayo nilikuwa naenda kliniki na kuchukulia dawa. Hiyo kadi ninayo. Lakini vile vingine vyote nimeandika toka tarehe ya kwanza kuanza kutumia. Awamu ya kwanza na awamu ya pili. Yote ninayo. Sija vidampo, nimevihifadhi vizuri. Dozi yetu ya kwanza ulitumia kwa siku ngapi na dozi yetu ya pili ulitumia kwa siku ngapi? Dozi ya kwanza nilitumia kwa mwezi mmoja kwa sababu mimi baada ya kuchukua nimeenda kutumia sehemu nikiwa Kongo. Wakati nimekaa sehemu moja nikasema nataka nitumie kifasaha kama inavyotakiwa. Kwa hiyo nikawa nina muda wa kutosha na mimi kule nikawa nimerelax, naanza kutumia siku hadi siku. Natoka nimeanza kutumia ile dawa. Sikuwahi kuhisi malaria, sikuwahi kuhisi uzoefu wote. Nilikuwa ni mtu ambao toka niuliza jambo najibu kifasaha. Nilikuwa free. Mpaka nimerudi na niliporudi ukanishauri tena kwamba chukua hii tena. Nenda. Nikachukua hafu ambayo nilihitaji, nikaenda nayo. Na yeye nikatumia, nikamaliza. Ila hii trip ya mwisho nilisema nitakuja sababu hapa pia kuna ajira na maisha. Sasa familia nayo inaniangalia. Sikuwahi kuja hapa kuripoti, nikawa nimeondoka mapema na ile gari. Nimeingia mwezi wa 12 Kongo, nikatokea sintofahamu, nimerudi mwezi wa 3. Mwezi wa 3. Sasa nilipofika tu nikasema hapa tena nisifanye mistake, nifike kwa kiongozi nimweleze kile ambacho mimi nafahamu, yeye atanishauri mimi cha kufanya, ila nafuatilia hatua kwa hatua. Katika changamoto ulikuwa nazo ambazo zilikuwa zinakusumbua, ipi imeondoka, ipi imebaki? Kwa sasa ninachokiona kwa sababu zile dawa sijaacha muda mrefu. Ninachokihisi kwa sijaacha muda mrefu, zile dawa kuna muda zinaniletea kama ni hali fulani ya kama mapigo ya moyo na change alafu yanapotea. Lakini wakati natumia muda huu hizi dawa ile hali ilikuwa hakuna. Sasa nikaona nifike nikueleze kwa sababu nakumbuka siku za nyuma ulitushauri kusema kwamba kama unahisi wewe mwenyewe unaweza kutumia hizi na huku na huku ili wewe. Sasa mimi nikaona na sasa hivi ninakuelekea nahitaji kuacha sehemu moja. Niache kabisa. Nisichanganye huku na huku kwa sababu nimeshaona kule na ni affect. Lakini toka nimeacha na kama chache tu hapa sijaona kunitokea hiyo hali tena. Okay. Na hii hali ambayo inatokea ilishawahi kunitokea siku ya kwanza kutumia hizo dawa. Siku ya kwanza kutumia dawa zile nilipata hali ya kizunguzungu, kukosa nguvu kama mtu alielewa.
Amelewa, ufahamu upo, lakini maamuzi hana. Ndio dawa zile zinaendelea kufanya hivyo. Unapoendelea kuzitumia. Okay. Sasa kutoka kule nimetoka. Ila kuna mwenzangu au wenzangu na washawishi. Sasa tumemaliza. Utaratibu wa vipimo haukuwa vizuri kwa sababu ya safari na mihangaiko na sio shida. Sawa. Mimi hapa nimebakiwa nadaiwa 1%. Ushauri wangu ndio utapoanza tena tumia dozi ya mwisho, lakini unaweka limao ili tusirudie tena kupata neno positive. Sawa. Kuna kitonye kimoja tu akijaondoka, lakini nimechukua dakika 10 ndio nimepima, bado mstari haujajaa kuthibitisha kuwa ni positive. Kwa hiyo kuna hii 1% tu imalize kwa dozi nyingine. Sawa.